Sio ilikuwa yatokani na Mungu katika wokovu niliopewa. Wokovu niliopewa una vitu vyake. Ndio maana Mungu akawaambia hawa mbomoe, mharibu na kila kitu kwa mbele, hata inaendelea na kusema haya. Kwa sababu haya mtakao kwenda kuyakuta hayana uhusiano na kile ambacho nyinyi mmebeba. Kwa maana yake sasa mkikiacha, ndio anawaambia vitakuwa miiba, vitawadunga. Kwa maana yake vitawazuilia nyinyi kufanya, kuishi katika yale ambayo mnatakiwa kuyaishi kwa. Sasa tunao udhihirisho jamani kwenye kanisa letu sisi, au kama kanisa leo. Kanisa leo tunaishi kwa staili yetu tunayojua sisi wenyewe, hata sielewi ni staili gani. Kwa sababu ni staili ambayo hatoka kwenye kibinadamu jamani. Watu wa dini zao ni waaminifu kwenda kwa Mungu. Ndio kile ninachosema kwamba mtu anaokoka akiwa mzuri, alikuwa na dini yake hata kama ni ya kipagani. Kwa sababu upagani ni dini. Upagani ni dini. Kwa sababu wana kitu wanaabudu, wana kitu wanaamini, ndio maana wakawa wao. Hata kama alikuwa ni mtu na dini yake ya kipagani, lakini alikuwa mwaminifu. Sisi tulikuwa hatujaokoka wakati hizo tuko wadogo. Kwenye ibada hatuwezi kukosa novena nini, yani matukio yote ya kwenye ibada. Tunaingia kwenye wokovu, mtu unasikia uvivu kwenda kanisani. Ati sasa una Mungu, una Yesu, una Roho Mtakatifu, una uvivu kwenda kanisani. Iko shida kwa sababu kuna mchanganyiko ndani ya mtu huyu wa kile ambacho alikikumbatia hakijaondoka, ama kiliondoka alafu akafungua mlango kikarejea bila yeye kuwa na taarifa. Ukiacha mlango wazi, sio kila kitu kinachopita hapo utakijua. Anaweza kapita nje, anaweza kapita nyoka mdogo wewe ukiwa uko kwenye shughuli zako, na akajificha mahali na akakuwa akiwa ndani ya nyumba yako, na ukaja ukamwona nyoka mkubwa ukafikiri aliingia jana, kumbe hakuingia jana. Wakati mtu anaanguka kwenye dhambi anafikiri kwamba ndio sasa jambo hilo limempata, kumbe lilikuja kama mdudu, kama kitu kidogo. Lakini kwa sababu sikuona, kwa sababu mlango ulikuwa wazi, usikuweza kumonitor nini kinaingia nini kinatoka. Kwa sababu gani? Hakukuwa na mngojezi kwenye mlango wangu wa wokovu. Sasa tunapokuwa tuko ndani ya wokovu, mlango lazima uwe na mngojezi. Mngojezi maana yake mlinzi. Milango ya wokovu yetu, yani wokovu wetu, lazima uwe na ulinzi. Sasa mlinzi anatoka kwa Mungu. Malaika anayelinda atalinda nini kilichoko ndani yangu? Mimi nimeokoka, lakini ndani yangu kwaishi hasira. Mimi nimeokoka, ndani yangu kwaishi mashindano. Mimi nimeokoka, ndani yangu kwaishi wivu. Mngojezi atakaa hapo analinda nini? Mngojezi analinda kwa sababu kuna mali ya Bwana iko ndani yako, na wewe ni hekalu. Kwa hiyo ni mlinzi wa hekalu la Bwana. Ni mlinzi wa hekalu la Bwana kwa sababu ya vitu vilivyoko kwenye madhabahu yake Bwana. Na madhabahu yake Bwana sasa ni moyo wangu. Kwa hiyo kilichoko ndani ya moyo wangu, wema, huo utu wema, kiasi tunasema, na mengineo mengi, mngojezi anakaa hapo akilinda. Ndio maana inatokea kwamba kama hivyo ndivyoelezea habari ya msamaha, inatokea kwamba mtu atakuumiza, utafanya nini? Kwa sababu kuna mngojezi. Yule ambaye ana hasira chungu kutokusamehe, wanakuja malaika, sasa hiyo nimetendewa tu nikaona moyo kagafilika, wanakuja wanafika mlangoni, mngojezi anawaambia mnaenda. Wamefika. Ndio maana nasikia ile hali. Lakini mngojezi hawezi kuwaruhusu wakaingia ndani, kwa sababu ana mali ya Bwana anailinda kule ndani yangu. Ndani yangu kuna upendo, ndani yangu kuna ibada, ndani yangu kuna huruma, ndani yangu kuna utu wema, ndani yangu kuna kiasi, ndani yangu kuna hiki na kile cha Bwana, kuna uaminifu. Sasa wale ndio walikuwa yani kama mngojezi angekuwa hayupo, wanaingia. Wakishaingia ndani, vita inaanza kule ndani. Na vita inapoanza, kwa sababu mimi ndio nimefungua mlango wale waingie, wale waliokuwa ndani wanatoka nje.
wanatoka nje. Kwa hiyo upendo ambaye nilikuwa nao nitaanza kuona siuoni tena. Yaani wewe utajisikia huhitaji kwenda kwa nabii. Hivi ni system inatenda kazi ndani. Unaanza kusikia tu. Ulikuwa ulishaacha kusengenya ama nini? Kisha unaanza kuona mimi ndivyo ninavyofanya kazi. Nasema hapana. Mbona sasa nasema sana? Na si kawaida yangu. Nashtuka kwa sababu kilichoko ndani sicho ninachokiona kinaanza kufanyika. Sasa wamefika hapo, wanadai haki na uhalali. Kuna kitu ambacho kimesababisha wasogee pale. Sasa kama nina akili naingia kwenye rehema, namwambia Bwana nisamehe. Mlango wote niliofungua kwa chochote ambacho kilinisababisha ndio nikaufungua mlango huu, naomba Bwana kwanza unisamehe, nirehemu, nisafishe kwa damu yako takatifu na kufu kila kilichoingia ndani yangu ambacho hakitokani na wewe, sio pando lako, naling'oa sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na nifukuza nje, nafunga mlango. Alafu nasema Bwana, naomba ukaachilie sasa mlango wako wa yale yaliyo mema haya yaweze kuchukua nafasi yake, kurejea na kuchukua nafasi yake. Mimi huwa nasikia hilo linapofanyika, huwa nasikia kama vile kuna mabadiliko fulani yanafanyika. Yaani kama vile unamimina maji mahali ama unamwaga maji mahali. Yaani unasikia kwamba unakuwa empty. Alafu unasikia, yaani unasikia hiyo lugha mimi siwezi kuielezea, ile unasikia. Sasa kuna hali unasikia ndani, transaction hizo zikifanyika ndani yetu. Sasa chochote ambacho sio pando la Mungu halipashwi kukaa ndani ya mtu aliyeokoka. Mfano wa taifa la Israeli ambapo waliambiwa kwamba wavunje, wabomoe, waharibu. Wakaambiwa nanyi zivunjeni madhabahu zao, ibomoeni nguzo zao na maashera yao, yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga za miungu yao zikateni, na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo. Jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo. Kwa maana ni kwamba moyo wangu kitu kinaitwa hasira, kinaitwa sijui uchungu, kinaitwa sijui makorokoro gani au sijui mashindano, unafuta. Mimi napambana nao, napiga yaani unawafukuza. Sio eneo lenu hili, mmekosea njia. Hii ni nyumba ya Mungu. Lazima uwe na maneno ya kuwaambia, maana unazungumza na roho. Zile ni roho zinasikia. Wewe usiseme tu kwamba shinda shetani, ondoka shetani achilie. Zile ni spirits, na zitaje ili wajifahamu na waondoke. Alafu utaje yale ambayo yanayotakiwa kuwa ndani yako. Sema wewe uliingia wewe chuki badala ya upendo. Wewe uliingia hivi badala ya hivi. Haya, kwa jina la Yesu Kristo, get out, toka. Inaachilia sasa uwepo. Naachilia upendo wako Bwana, ukachukua nafasi yako na ukakaa, ukaifanye kazi yako kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Unasikia ile hii inatoka, hii inaingia, unasikia ndani yako. Alafu utaanza kuona wewe mwenyewe kwamba kuna vitu vilikuwa vinafanyika, utaanza kuona kama vimekwama mahali havifanyiki kwa sababu havipo tena ndani yako. Sasa pando lolote ambalo sio la Mungu, ndio hili ambalo lilikuwepo katika nchi hiyo ambayo Mungu alikuwa anawapa hawa watu. Kumpatia mtu wokovu, ni yeye ametupatia tena bure. Lakini kutoa vitu vilivyoko ndani yako, sio yeye anakuja kutoa, ni wewe. Yeye hawezi kutoa kama wewe bado unavitaka. Kwa hiyo usimwambie niondolee. Hizo ni roho nimesema, na ziliingia kwa sababu kuna namna nilifungua mlango na nikawa-attract, nikawaita. Na nilivyowaita wakaja. Lazima niwaambie muda wenu wa kukaa hapa umeisha. Ondokeni sasa, tokeni. Nimegundua nyinyi ni waizi. Nimegundua nyinyi ni wahuni. Nimegundua nyinyi ni hivi na hivi. Ondokeni. Neno linasema hivi. Natakiwa kuwa hivi.
ondokeni hapa, sio mahali kwenu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haya malaika ninawaagiza wafukuzeni. Hiyo ni vita inafanyika katika ulimwengu wa roho, sio yako. Nafanyika, wewe unatamka, malaika wanaingia kazini, wanafanya. Unatamka, malaika wanaleta. Kazi ya Roho Mtakatifu. Vikishaingia na yeye anaingia, vinaingia na yeye mwenye navyo, alafu anaanza kuchukua hatamu. Sasa udhihirisho wa Roho Mtakatifu utaanza kusikia ile ule ubaridi unaokuwa ndani yako. Purukusheni jamani, watu tumeokoka. Kuna hii hali ninayosema naifahamu kwa sababu niliishi hapo. Tuna mifadha, yani hatutulii. Nisiseme mengine, acha niachane nao, maana yake tutakuja kujifunza huko mbele. Hatutulii, moyo hautulii, lakini moyo unatakiwa utulie. Na hauwezi kutulia kama kuna mapando ambayo sio ya Mungu ndani. Kwa sababu hayo yapo kwa sababu ya kutufadhaisha. Hayo ambayo sio mapando ya Mungu yapo kwa sababu ya kutuhangaisha. Hayo ambayo ni mapando ya shetani yapo kwa ajili ya kutu kimbiza hapa na pale na kutufanya tufanye yale tusiyotaka. Kwa sababu mapando hayo ndio yanatupeleka spidi na yanatukimbiza. Sasa yakikukimbiza spidi, si lazima utaachana na Roho Mtakatifu jamani. Maana sasa wewe unakimbizwa na hivyo vitu, na Roho Mtakatifu alikuwa na mwendo wake na wewe. Lazima utamwona anachelewa. Kwa hiyo utaona kwamba bwana, mimi hapa mimi ndio hata sielewi. Mimi naona mimi siwezi kuabudu hapa, mimi sielewi. So una haraka zako kwa sababu una vitu vyako. Mwendo wa Roho Mtakatifu huwezi. Mimi siwezi kufanya sababu hii, kwa sababu kuna vitu ambavyo vimekaa ndani yangu. Mungu atusaidie ili tuweze kuelewa na tuyafanyie kazi haya. Huu ndio mwendo wa wokovu. Watu wanataka waombe, wakipiga makelele, wakifanya nini? Bwana anataka tutengeneze mioyo yetu. Anataka tukae sawa sawa na yeye. Maana muda tulionao ni mdogo na mambo yanayotakiwa kutengenezwa ni mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwenye Kumbukumbu 4:34 anasema hivi. Kumbukumbu 4:34 anasema, au Mungu amekwenda wakati gani akajitwalia taifa toka kati ya taifa lingine? Tangu lini? Hiyo nini 34a. Tangu lini Mungu akajitwalia taifa kutoka kwenye taifa lingine? Kwa maana yake already kuna taifa, alafu Mungu anakuja anajipachika hapo. Afanye hivyo. Alifanya hivyo wakati anapeleka taifa la Israeli Misri, kwa sababu alikuwa na kusudi la kuzaa wazaane ili apate taifa. Kwa hiyo akaenda kawaweka hapo. Na walikuwa wanapelekwa pale wakalipe madeni. Kwa hiyo lazima wapelekwe kwenye hiyo miungu. Walipe, na walipomaliza kulipa miungu ikapigwa, ilikuwa inaabudiwa na kina baba zao kina Ibrahimu, ikapigwa na Mungu akachukua taifa lake, akakomboa kiuno cha Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu hawezi kupanda kitu juu ya kitu. Haiwezekani. Hili ndio ule uongo unaosemaga kwamba tumedanganywa wakati mwingine na tukaambiwa kwamba Mungu anachukuliana. Mungu. Ukweli ni kwamba huyu Mungu atakayekuwa anatupeleka kwa namna hiyo, ili siku nikifa nikiwa kwenye hali hiyo niweze kumhoji. Maanake nitakuwa na haki ya kumhoji. Wewe kama hii haikuwa kosa kwako, kwa mimi naweza nikawa on na off, on na off, on na off. Nikiwa katika hali hii kwamba niko off kwako, bado kwako wewe ni sawa. Alafu nikafa nikiwa off, huna haki ya kunipeleka jehanamu, kwa sababu kwako silikuwa ni sawa. Sasa hizi ni injili za uongo. Injili za nini? Za uongo. Nikifa nikiwa off, atakaye nipokea ni mwenye hiyo off na si Mungu. Kwa maana yake mimi natakiwa kuwa alert. Wokovu ni wa kuishi mchakato wa maisha ya kila siku kwenye mwendo wangu wa safari ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu anatutaka tuwe, ndio maana akatuwekea kiasi
kiasi kama speed governor, alafu siwezi kuvuka kile kiasi, nikaenda nikaishi kwenye kanuni za shetani, alafu nikasema Mungu atachukuliana na mimi. Hebu tuondoke kwenye huo uongo, tuingie kwenye uhalisia wa wokovu unaobeba ukweli unaosema hivi, kama alivyosema kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 16, kwa sababu imeandikwa, mimi ni mtakatifu, imewapasa. Kwa nini watakatifu? Kwa sababu imeandikwa, na imeandikwa kwa sababu ndo alisema kwenye Walawi na taifa la Israeli. Sasa imetupasa sisi kuwa watakatifu na si vinginevyo. Kwa hiyo mtu asije akakudanganya kwamba sijui Mungu sijui nini. Niliwapo shuhuda mmoja, nikamwambia dada mmoja alitembea na injili ya namna hiyo, yuko kuzimu sasa hivi tunavyozungumza, yuko kuzimu. Alitembea na hiyo injili, alikuwa ni mwimba kwaya, akajua anaweza akacheza cheza, lakini alivyosafiri kwenda likizo, alikuwa anafanya kazi, alisafiri kwenda likizo kijijini kwao, tena na kijana kule akamdanganya, na kijana alivyomdanganya akalala naye, akijua kwa kijijini hakuna naye mjua, mjini ndo wanamjua ni mwimba kwaya, kijijini hawamjui kwamba hata amefanya nini kwa mjini ama anafanya nini. Akiwa kwenye basi likizo imeisha, anarudi zake mjini, basi lipata ajali akafa. Hiyo ndio namna Mungu anazungumzaga wakati mwingine. Sasa yule yamkini alikuwa anamtesa sana shetani, na shetani akasema nikikupatia nafasi wewe na mimi sitakuacha, maana umenifanya sipumui, nikikupatia nafasi sitakuacha. Akampatia nafasi kijijini, akamtumia mtu akamlaghai, na kwa sababu aliona kwamba anaweza akarudi akatubu, hakurudi kutubu, akafa. Waliokwenda kuzimu ndio walimwona, waliokuwa wanamjua. Ni mtu aliandika kitabu cha ushuhuda, na hicho kitabu nafikiri nani alieleza alivyokufa akapelekwa kuzimu na kila kitu, ndio akaelezea, na anamjua huyo dada, ndio akaelezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu hawezi kupanda juu ya kitu chengine. Hicho ndio kwanza kanisa tunatakiwa tufahamu, na hiki ndio kile ambacho ninachosema. Tunapata shida kwa sababu watu wengi hawako tayari kuyaishi maisha haya. Watu wengi waliookoka leo tusizungumza habari ya kujaza kanisa, lazima tuzungumze habari ya uhalisia. Kwa namalizia, watu wengi waliookoka, mimi nikitaka watu waje wengi,